Karibu kwenye uchambuzi wetu kutoka Kenya Wantam Notam Movement, yani KWM. Leo tumechagua kuangazia makala moja maalum kabisa. Ni kutoka kwenye tovuti yao KWM, tarehe ni Julai 20, 2025. Kichwa chake kinasema kwa nini Miguna anaweza kuwa rais bora wa Kenya, dira ya mabadiliko. Sasa lengo letu hapa ni kuchimba kwa undani kidogo, kuangalia hizi hoja zilizowasilishwa katika chanzo hiki moja ulichotupatia, sawa? Ili tu kukupa wewe msikilizaji ufahamu wa jinsi huu mtazamo unavyojengwa. Tuanze basi. Makala inaanza kwa kumwelezea Miguna. Inasema ni mtu anayezua mijadala, unajua, utata fulani, lakini pia wanataja ana sifa za kipekee za uongozi. Na hoja yao pale mwanzoni kabisa ni kwamba yeye ni tofauti na wanasiasa wengi. Kwa sababu gani? Wanasema anapinga ile hali ilivyo, unajua, status quo, hasa kuhusu ufisadi. Ndiyo kabisa. Na kinachovutia hapo, unajua, ni jinsi wanavyounganisha huo utata na uwezo. Ni kama wanasema utata wenyewe unaashiria kitu. Halafu wanaingia kwenye weledi wake. Wanataja mafunzo yake ya sheria na ule uzoefu wake wa kimataifa. Wanasema hivi vitu vinampa msingi imara, msingi wa kitaalama, lakini pia ile ari ya kutetea haki. Na wanachosema ni kwamba kule kufahamu kwake mifumo ya kidemokrasia hasa ya Magharibi, unajua, hiyo inampa kama dira tofauti, mtazamo mwingine kuhusu utawala bora unavyopaswa kuwa. Yaani serikali inayowajibika kweli kweli. Kiini cha makala haya, si ndio? Wanairudia, wanatumia lugha nzito kweli. Kwamba amekuwa akishambulia waziwazi tabaka tawala bila uoga. Akitanguliza uadilifu badala ya, unajua, siasa za kujinufaisha. Lakini sasa je, chanzo kinaeleza jinsi gani huo msimamo mkali ungebadilika kuwa sera halisi za utekelezaji akiwa na mamlaka mathalan? Hilo ni swali zuri sana. Kwa kweli makala haya yanajikita zaidi kwenye kuonyesha msimamo wenyewe kama uthibitisho wa uadilifu na utofauti wake. Yaani wanadai ule utiifu wake ni kwa nchi tu, Kenya, sio kwa vyama, sio kwa watu. Kwa hivyo hatupati maelezo ya kina sana kuhusu utaratibu wa kisera. Lakini hoja yao kuu inaelekea kuwa ule msimamo wake thabiti ndio hatua ya kwanza, hatua muhimu kuelekea mabadiliko wanayoyazungumzia. Sawa, inaeleweka. Halafu wanahama kidogo kutoka kwenye ufisadi, wanaingia kwenye uzoefu wake nje ya nchi. Ulisema Canada, Hapo nahisi kuna kitu cha kuchimba zaidi kidogo. Wanahusishaje sasa huo uzoefu wa kimataifa na maono yake kwa Kenya? Kuna uhusiano gani wanauona? Hapo sasa ndipo wanapojenga hoja yao nyingine muhimu. Mtazamo wa chanzo hiki ni kwamba kuishi kule nje, kufanya kazi huko, kulimpa fursa ya kuona moja kwa moja umuhimu wa kuwa na taasisi imara. Unajua, zile zisizoingiliwa kisiasa na zinazofanya kazi kwa uwazi. Kwa hiyo wanachodokeza ni kwamba maono yake si tu kuondoa ufisadi uliopo sasa hivi, la hasha, ni kujenga mifumo kabisa, mifumo imara ya kuzuia ufisadi kutokea tena na kuhakikisha serikali inawajibika kwa wananchi wote. Kwa hivyo wanahusisha uzoefu huu wa nje na uwezo wa kuleta mabadiliko ya kimfumo, si viraka tu. Kwa hiyo tunaona kama kuna muunganiko wa hoja hapa. Tuna weledi wa kisheria, tuna msimamo mkali dhidi ya ufisadi na huu mtazamo wa kimataifa unaotokana na uzoefu. Sawa, kuna sifa zingine ambazo makala yanazitaja labda? Ndiyo. Kuna vitu vingine kadhaa wanavyoongeza ili kukamilisha hiyo picha wanayoijenga. Mojawapo ni ile wanaita kudumu kwake katika misimamo. Wanasema ni tofauti na viongozi wengine ambao kulingana na chanzo hiki huwa wanayumbayumba kidogo. Unajua, pia wanagusia utetezi wake kwa masuala mengine kama haki za kijamii, elimu bora kwa wote na mipango ya kuwawezesha watu kiuchumi. Ingawa ni kweli hawatoi maelezo mengi sana kuhusu utekelezaji wake ungekuwaje. Na mwishowe kabisa wanazungumzia ustahimilifu, ule ustahimilivu wake kutokana na changamoto alizopitia kama kufukuzwa nchini, misukosuko ya kisiasa. Hilo lina umuhimu gani kwa hoja yao kuu? Kulingana na mtazamo wa chanzo hiki, ule ustahimilivu unaonyesha nguvu,
nguvu ya tabia na dhamira isiyoyumba ni kama kipimo cha uimara wake. Wanahitimisha sasa kwa kusema kuwa mchanganyiko wa sifa hizi, yaani weledi, uzoefu wa kimataifa, vita dhidi ya ufisadi na huu ustahimilivu, ndio unaunda hoja yao. Hoja kuu kwamba anaweza kuwa kiongozi wa kuleta mabadiliko ya kweli Kenya. Mabadiliko ya kujenga taifa lenye haki na taasisi imara. Hoja yao ni kwamba zile changamoto zimemuimarisha, hazikumvunja moyo. Sawa kabisa. Nafikiri tumepitia kwa undani hoja kuu zilizowasilishwa katika makala haya kutoka KWM kuhusu Miguna Miguna kama ulivyotuomba. Na ni muhimu tukukumbusha wewe msikilizaji, huu ni uchambuzi wa mtazamo uliomo ndani ya chanzo hiki kimoja tu tulichopewa. Naam. Na uchambuzi huu unatuachia tafakari muhimu kuhusu aina gani ya sifa ambazo hiki chanzo kinazipa kipaumbele katika uongozi. Tunaona msimamo thabiti, tunaona uzoefu wa kimataifa na ule ujasiri wa kupambana na ufisadi. Hivyo ndivyo wanavyoviona kama muhimu zaidi. Na baada ya kusikia hoja hizi kutoka KMW, swali ambalo linabaki kwako kujiuliza ni hili. Je, hizi sifa zinazotajwa na kusisitizwa sana na chanzo hiki zinatosha kweli? Zinatosha kuongoza taifa lenye changamoto nyingi na tofauti kama Kenya? Au labda kuna vipengele vingine muhimu vya uongozi ambavyo makala haya hayakugusia kwa kina sana? Ni jambo la wewe kutafakari zaidi. Na kabla tujafunga mjadala huu, usisahau, unaweza kutembelea www.wantamnotam.com. Nenda pale, ufungue akaunti yako, anza kushiriki maoni yako. Yale maoni unayohisi yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako au jiji lako na hata taifa lako zima. Shiriki mawazo yako leo kwa ajili ya mabadiliko unayotaka kunaona. Asante sana kwa kusikiliza uchambuzi huu kutoka Kenya Wantamnotam Movement KMW. Tuonane tena.